Asante sana Oscar Kakai. Mtazamaji, sijui kama ulifahamu kwamba kaunti hiyo ya Pokot Magharibi iko na dhahabu. Haya, iwapo ukufahamu basi ndio huo ufanisi wa NTV mashinani. Elimu. Baadhi ya walimu na wazazi bado wako gizani kufuatia Wizara ya Elimu kuchelewesha kutoa mwongozo ama miongozo muhimu ya kufanikisha mtaala mpya wa masomo, wengi wakisema kuwa hawana taarifa za kutosha kuhusu mabadiliko. Wakizungumza katika shule ya upili ya Bishop Lawi Matthew, wamesema swala la kuchelewesha fedha katika shule pia ni changamoto na inasababisha wanafunzi wengi kukosa masomo muhimu na haswa ya sayansi. Baadhi ya wazazi kutoka kaunti ya Meru wamesema kuwa bado wako kwenye giza kuhusu mtaala mpya wa CBE, huku akisema wanahitaji kuhamasishwa. Tukiwa wazazi, tukiwa stakeholders, tukiwa watu wa community, sisi hatuelewi. Pia ni wakati mzuri sana pia watu wa vyombo vya radio, vyombo vya magazeti, vyombo vya NTV kama hii TV tunaongea naye ambaye tunapenda sana. Pia tuweze kuwa na watu ambao wanaelewa, wanafahamisha watu mpaka mashinani. I feel a bigger percentage or the biggest chunk is in the darkness. Especially for people that comes from not very able backgrounds. They are still in the darkness. They don't know what CBC is all about. They don't know what is expected. And also most of the schools are not well equipped, especially the public schools. Saa hii tunaona iko na shida. Hata capitation ile inaletwa kwa shule inaletwa imeselewa. Pesa ya walimu hata ma-increment nani tunasikia iko na shida, ni migomo tunasikia. Hatuoni kama serikali imepanga hiyo maneno ya masomo vizuri. I think education is no longer an agenda in the government compared to other things, because one of the things that they have done is that they have eliminated the professionals when it comes to discussing matters education, especially the funding. Because if Kenya Secondary Schools Association is not there when they are talking about it, if they are not listening to the principals, they cannot understand what is on the ground. The money that they are giving is very little. Now, what is the consequences of this? We are pretending we are offering quality education, but in real sense, we are only keeping students busy in school. For example, when we go to do the sciences, we do not have, many schools do not have money to buy chemicals. They do not have money to buy the science equipment. So what do they turn to? They are doing what we call dry practicals as opposed to wet practicals. The teacher is the one who is doing the practical in front of the student. So when it comes down to the examination, the student have no idea what is happening. But what can be done? It is very hard. Naam, kutoka shule ya upili ya Bishop Lawi sina la ziada. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Meru. Jina langu ni Sam Wanyoike.